nyasi asilia, na hizo nyasi asilia zenyewe hasa kuhamisha maji kipindi cha mvua. Ni kwamba wakati wa mvua mechi inaweza ikachezwa na wakati ambao sio mvua mechi inaweza ikachezwa. Tutakuwa na bomba za maji za kumwagilia ambazo kama mechi hakuna, zile bomba zitatoka juu zitamwagilia, wakati na baada hapo zitarudi chini na unaweza kuendelea na usigundue kwamba kuna kitu kinaendelea. Lakini mifereji ya maji ya mvua mwenyekiti itakuwa na umbali usiopungua mita 2 kutoka mwisho wa eneo la kuchezea. Ukienda kwenye vyumba mwenyekiti, kwenye ring, kwa sababu tunategemea kwamba ni uwanja ambao unaweza kutumika mechi mbili zikachezwa kwa wakati mmoja. Eneo katika maandalizi ya AFCON, mheshimiwa mwenyekiti, mojawapo kuna maeneo muhimu sana ya kuangalia, vizuri sana wadau kufahamu. Mojawapo ni huduma ya malazi. Mheshimiwa mwenyekiti, halmashauri ya Dodoma ina hoteli zenye hadhi tofauti kwa ajili ya maandalizi ya AFCON, na kwa mujibu wa orodha na usajili wa Wizara ya Maliasili na Utalii, mpaka sasa tuna hoteli 13 ambazo zina hadhi tofauti kama unavyoona, kuanzia nyota 4 mpaka nyota 1, lakini wadau wengine wanaendelea kujenga hoteli. Mheshimiwa mwenyekiti, eneo lingine ni eneo la mapumziko. Wageni ambao watakuwepo Dodoma kwenye AFCON watahitaji maeneo ya mapumziko. Halmashauri ya Dodoma katika mwaka tunaenda nao tutaboresha eneo letu la Chinangali, tunafanya maboresho pale, lakini kupitia ofisi ya makamu wa rais tutaboresha eneo letu la Medeli 1 kwa maana pale kwa tumepanda miti kushirikiana na wenzetu wa makamu wa rais. Lakini kuna mradi wa jawabu la kijani ambalo wenzetu wanaratibu wenzetu wa TANROADS kujenga kwenye ile Green Solution Project pale Chimwaga. Kuna mradi mzuri sana kujenga pale recreation area, na hii kazi ya wenzetu wa TAFORI na nafikiri wameshapewa fedha na TANROADS. Ongeza wakati tunaendelea kwa kuzingatia mahitaji ya baadaye. Mheshimiwa mwenyekiti, ujenzi wa uwanja huu utagharimu shilingi bilioni 19 kwa makadirio ya wahandisi, bilioni 19, ambapo awamu ya kwanza utagharimu bilioni 11 na awamu ya pili utagharimu bilioni 8, ambapo mheshimiwa mwenyekiti, katika awamu ya kwanza